Shirika la ndege la Ethiopian Airlines lina furaha kutangaza kuanza rasmi kwa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bishoftu. Ujenzi ulianza Januari 10 mwaka 2026 kufuatia hafla rasmi ya kuweka jiwe la msingi. Tukio hilo la kihistoria lilihudhuriwa na Mheshimiwa Daktari Abiy Ahmed, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia, mawaziri, maafisa wakuu wa serikali, viongozi wa sekta, wadau pamoja na wakuu wa Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines pia ilizindua muundo wa uwanja huu wa ndege na kuangazia kukamilika kwa mafanikio kwa mradi wa kuhamisha na kurejesha maisha ya jamii zilizoathiriwa katika eneo la mradi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia, Mheshimiwa Daktari Abiy Ahmed, akiwa pamoja na maafisa wakuu wa serikali na mkurugenzi mtendaji wa kikundi cha Ethiopian Airlines, Bwana Mesfin Tasew, waliweka plaque linaloashiria kuanza rasmi kwa ujenzi. Akitoa maoni yake kuhusu hafla ya kuweka jiwe la msingi, mkurugenzi mtendaji wa kikundi cha Ethiopian Airlines, Bwana Mesfin Tasew alisema, huu ni wakati wa fahari kubwa kwa Ethiopian Airlines na kwa Afrika nzima. Tunaingia katika sura mpya kwa kuweka jiwe la msingi la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bishoftu ambao utabadilisha mfumo wa anga wa bara letu. Tunapoadhimisha miaka 80 ya huduma, mradi huu ni hatua nyingine muhimu inayothibitisha dhamira yetu ya kuunda mustakabali wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika, huku tukiunga mkono mahitaji yanayoongezeka ya huduma zetu za abiria na mizigo. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bishoftu ni hatua kubwa katika kushughulikia pengo la miundo mbinu barani Afrika na ni mhimili muhimu katika utekelezaji wa eneo huru la biashara la bara la Afrika, na tumejizatiti kuhakikisha mradi huu unakamilika. Katika hotuba yake, Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed alielezea siku hiyo kama hatua muhimu katika safari ya Ethiopia kuelekea kisasa na ustawi. Alibainisha kuwa Ethiopian Airlines ni chanzo cha fahari ya kitaifa, si kwa sababu haijawahi kukumbwa na changamoto, bali kwa sababu ya uimara wake, uwezo wake wa kushinda vikwazo na nafasi yake kama kinara wa maendeleo barani Afrika. Alisisitiza kuwa nguvu kuu ya shirika hilo iko katika utamaduni wake imara wa kitaasisi unaojengwa juu ya kuipa kipaumbele usalama na ulinzi, uongozi unaochochewa na ubunifu na bidii, nguvu kazi ya zaidi ya wafanyikazi 26,000 wanaoamini katika shirika lao kama shirika la taifa na kuheshimu kile kinachowakilisha, pamoja na dhamira endelevu ya kujifunza na kujenga uwezo. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bishoftu ni mradi wa kihistoria kwa Ethiopian Airlines na kwa anga ya Afrika kwa ujumla, ukiwezesha biashara, utalii na mwingiliano wa watu kwa watu ndani ya Afrika na nje ya bara. Awamu ya kwanza ya mradi inatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030 na itakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 60 kwa mwaka, na mradi utakapokamilika kikamilifu utakuwa na uwezo wa kuhudumia hadi abiria milioni 110 kwa mwaka.